Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Go Live TV? Leo tupo na dada yetu hapa mbele ambaye ameweza kupitia mkasa mkubwa sana. Ni kipi ambacho kimeweza kumsibu? Basi atakwenda kutueleza hapa ili tupate kujua kwa pamoja. Huenda labda tunaweza kujifunza kitu kupitia yeye. Huyu ni dada ambaye anafanya kazi katika library. Twende moja kwa moja, ni kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe na pia usiweze kusahau turn on notification ili mambo yaweze kuwa poa kabisa. Dada, mambo vipi? Safi kaka, kwema. Kwema, naona upo na mjomba hapa. Tunapambana hapa. Sasa kweli. Vipi kuhusu maisha ambayo umeyapitia? Ilikuwaje mpaka ukapitia katika huo mkasa? Kaka, maisha nilopitia ni magumu sana. Magumu sana, na ukifikiria kweli unachoka. Mjomba kidogo anasumbua. Kaka. Maisha nilopitia katika mambo nilopitia kwa kweli ni magumu sana. Mpaka hapa nilipofikia, nashukuru Mwenyezi Mungu, kidogo mambo yanaenda. Lakini nimepitia mkasa ni mrefu sana, sijui hata nieleze vipi. Vipi, naona upo katika library. Vipi changamoto ambayo unakuwa unaipata katika kazi yako? Ni kipi ambacho kinakuwa changamoto juu yako wewe? Pengine hapo unaweza kutueleza katika changamoto ya kazi yako ambayo unakuwa unaipata. Changamoto ni kubwa sana. Sasa kwa wateja, unajua kila kazi mpaka uzoeane na wateja inakuwa ni ngumu sana. Pengine labda wateja wanakuwa na changamoto gani hasa ambao pengine labda katika wateja ambao wanakuwa na changamoto hasa, ni changamoto gani ambayo ushaikumbana nayo katika kazi yako kubwa ambayo hutaweza kuisahau kulingana na kazi yako ambayo unaifanya kwa sasa? Changamoto ni kubwa kwa sababu unajua unaenda mjini, unachukua mzigo, mtu anakuagiza vizuri, nataka kitu fulani, unamletea, akija anakuambia mimi nishagaili, umechelewa sana, nimeenda kuchukua kwa mtu mwingine. Au kama hivyo unaenda unachukua movie kama hivyo, unakuja mwenzako anachukua arudishi. Ni mojawapo ya hasara. Kumbe kuna watu ambao wanakuwa wanakodi movie alafu wanakuwa hawarudishi. Wapo. Vipi na unakodisha vipi? Unakodisha unaandika majina, ama ni watu ambao unawafahamu ndio unawakodishia, ama ni watu ambao wengine hata kama mtu umfahamu wewe unakodishia? Siwezi kuandika majina. Siwezi kuandika majina kwa sababu si unajua mtu anaenda tu labda anaangalia anarudisha. Siwezi kuandika majina. Anachukua tu. Mwenye uaminifu anarudisha. Ila ambao hawana uaminifu hawarudishi. Maana hata kama mtu hata kama mtu amamjui, ina maana hata kama mtu amamjui, ina maana mnamkodishia. Tunamkodisha kwa sababu hatujaweka ile ya kusema labda tuchukue daftari tuandike. Hapana. Kwa sababu tumeamini wengine wanachukua na wanarudisha. Kwa hiyo tukajiaminisha hivyo. Kwanza nimependa kwa sababu ni wanawake wachache sana ambao wanakuwa wanajituma katika kazi. Pengine labda katika maisha yako ni ndoto gani ambayo ulikuwa nayo katika maisha yako? Pengine labda katika kazi ambayo ya kuifanya, pengine labda au ndio hii ndio kazi ambayo wewe ulikuwa ukifikiria maisha yako yote? Hii ndio kazi nilikuwa naifikiria maisha yangu yote. So nilikuwa najua labda ni rahisi, lakini kila kazi ina ugumu wake. Mfano hata mtu hapo anaweza kukuona labda unafanya tu kazi ya kukaa, akasema kazi yako ni rahisi, ila sio kazi rahisi. Hii ni kazi ngumu kwa mtu ambaye hajaifanya, kwa mwanamke kama mimi ambaye hajaifanya. Hii sio kazi rahisi. Hii kazi ni ngumu. Na vipi unaweza kumudu vipi mahitaji yako kupitia hii kazi? Mahitaji naweza kumudu kwa sababu ni kazi yangu, nishaizoea. Najua nifanye vipi ili nipate kuweka akiba ndani, nyingine nitumie na watoto, nyingine nilipe kodi. Hivyo yani kazi nishaizoea.
Da. Pengine labda katika hii kazi kidogo inahitaji umeme muda wote uwepo. Na vipi kuhusu changamoto ya umeme ambayo inakuwa inaonekana? Vipi, haikuathiri chochote katika kazi ambayo unakuwa unaifanya hii ya kuweza kurudisha movie? Inaniathiri, ila ndio hivyo, unajua biashara kuna kupata faida na hasara, na muda mwingine hasara inaweza ikatokea huko kwenye umeme huwa unatumika sana. Umeme unaweza ukatumika sana kushinda hata kazi uliyoifanya. Kwa hivyo tushazoea, biashara ni mazoea. Basi mimi nikupe tu hongera kubwa sana kwa kuweza kupambania ndoto zako. Vipi kuhusu katika maisha yako, pengine labda ushawahi kukutana na mkasa mkubwa ambao ushawahi kukuumiza mpaka sasa, huenda labda ukifikiria ama mtu akikukumbusha kidogo unakutia majonzi? Ni kitu gani ambacho ushawahi kupitia katika maisha yako ambacho ukikumbuka kiukweli kinakupa simanzi? Kakangu, katika maisha tuseme changamoto kubwa ya mwanamke ni uzalisho na mwanaume alafu wacho nyumbani. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Sababu hata ndoto zako zote zinakuwa zinapotea. Kila mwanamke anatamani akipata mwanaume, hata kama ndo hawajafunga ndoa amemzalisha, lakini afunge ndoa waishi wote. Ila kiambo ukae nyumbani kwenu tena wewe na mtoto wako, ni kwamba umeongezea wazazi familia nyingine. Inaumiza sana. Pole sana. Ilikuwaje mpaka ikawa hivyo? Basi tu unajua vijana wa sasa hivi wengi wana tamaa. Vijana wa sasa hivi huwezi kuamini moja kwa moja, wana tamaa nyingi sana. Na mdogo pengine labda ulifunga naye ndoa ama mlikutana tu wakati huko nyumbani? Tulikutana kimjini. Tunajua ujana. Mkaachana kimjini mjini? Tukaachana kimjini mjini. Sasa. Na vipi kuhusu wazazi? Hilo swala wao kwa upande wao walikuwa wakichukulia vipi, na wewe pia walikuwa wakichukulia vipi katika hilo swala ambalo limekufikia kwa kuweza kupata huyo mwanaume na kuweza kufanya kitu kama hicho? Wazazi kwa kweli kuumia wameumia. Lakini tunajua mzazi hawezi kumtupa mwanae. Waliumia kiasi ambacho wameumia, mwisho wa siku wakakubali matokeo. Hawezi kukataa mtoto, hawezi kukataa mjukuu wao. Kwa mwisho wa siku walikubali tu, hali ishatokea, hamna jinsi. Na kwa sasa upo single ama upo katika ndoa? Sasa hivi nashukuru Mungu. Na maana upo katika ndoa? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Vipi pengine labda ikitokea labda pengine shemeji labda akasema labda kubadilishie kazi, akupe kazi nyingine, na wewe pia unaipenda hii kazi, vipi unaweza ukalichukua hili swala? Pengine unaweza ukakataa ama unaweza kukubali? Hivyo ni vitu vya kuzungumzia, kwa sababu unajua kazi ambayo umeizoea na ambayo utaenda kuanza upya, utakiwa uangalie kwanza. Sio umeambiwa tu naenda kukufungulia duka, kusema kazi ya duka ni rahisi. Hamna kazi rahisi. Kila kazi ni ngumu. Lazima uangalie kwanza, hii kazi je itanifaa? Je nitalizia? Ndio hivyo. Ila mimi nikupe tu hongera sana kwa sababu kweli unapambana. Wanawake wachache sana ambao wanaweza kupambana kama jinsi unavyopambana. Imekuwa ni tofauti sana kidogo, ni tofauti sana. Sijajua kwa wanawake wengine wanakuwa wanawafikiria kitu gani zaidi ya kujipambania wao wenyewe. Na vipi maisha kwa sasa kwako unaonaje? Kwa sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu kweli. Nashukuru sana Mungu. Sababu ya maisha ambayo nimepitia mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Labda nikuulize swali kidogo. Labda ushawahi kwenda kwa mganga?
Hapana. Mimi namtegemea Mungu. Mungu ndio kila kitu kwangu. Lakini unasema katika biashara au kazi lazima ujiongeze. Hii kauli unachukuliaje? Mimi naona sio kweli. Mungu peke yake. Mungu ndo mlinzi wa kila kitu. Pengine labda huone utofauti wowote baada wewe kwenda kuchukua pengine labda kuweka kinga katika biashara yako, huone utofauti wa biashara yako na biashara za watu wengine? Sijajua kwa sababu sijawahi kufanya hivyo vitu. Najua imani yangu bado haijanituma kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo sijajua ukienda kwa mganga ina maana gani au kumtegemea Mungu ina maana gani. Ila mimi naamini Mungu tu. Lakini katika biashara yako unaona mambo yako sawa? Nashukuru Mungu. Nice. Sawa. Basi mpenzi mtazamaji wa Golden TV, lakini pia dangu samani. Kwanza nisamehe sana kupoteza muda wako. Najua pengine nilikuwa na shughuli nyingi za kufanya hapa, lakini nimeweza kustopisha, naomba nisamehe, na pia niweze kukushukuru kwa muda wako mchache ulionipa, kwa dakika chache ambazo umenipa kuweza kufanya mahojiano na wewe. Basi mpenzi mtazamaji wa Golden TV, kama tulivyoweza kumsikia dada yetu hapa, changamoto zipo nyingi katika kazi ambazo tunakuwa tunazifanya. Tumeweza kuongea mambo mengi sana, nafikiri umeshaweza kuyasikia. Na pia nampongeza sana, na pia sio mimi tu nimpongeza, hapana, tupongeze kwa pamoja, kwa sababu ni wanawake wachache sana ambao wanaweza kujituma. Na pia ningeshauri na pia ungependa kuwashauri nini wanawake wenzako ambao hawapendi kujituma? Mimi nawashauri watafute kazi. Wasikae tu na kuwategemea wanaume. Wanaume nao pia wanahitaji msaada. Ukileta kidogo, mwanaume naye kaleta kidogo, maisha yanaenda hivyo. Basi mpenzi mtazamaji, ulikuwa ukitazama Golden